Wapenzi waumini, khutba yetu ya leo inatuzungumzia vipi tutaupokea mwezi wa Ramadhan mapokezi sahihi, kwa sababu ni mgeni ambaye anastahiki watu kuwa na hamu naye. Wema waliotangulia walikuwa kabla ya Ramadhani kwa miezi 6 wakimuomba Allah tabarak wa taala, Allahumma ballighna Ramadhan, Mola tufikishe katika mwezi wa Ramadhan. Na sitomwambia Rabbuna al-Aliyyul Qadir, Allahumma ballighna Ramadhan wa waffiqna fi ta'atik wa ibadatika ya rabbal alamin. Lakini pia baada ya miezi 6 kuiomba Allah awafikishie Ramadhan, miezi 6 baada ya Ramadhan wanalia na Allah akimwambia, Allahumma taqabbal minna min ta'atina fi Ramadhan, Mola tukubalie zile taa tulizozifanya katika mwezi wa Ramadhan ziwe ni zenye kukubalika, kwa sababu neema ya mwanadamu mzuri na aliye bora ni yule atakayekubaliwa kwa matendo yake. Kupenda silo jambo kubwa, lakini kukubaliwa mapenzi yako ndilo kubwa zaidi. Na Allah tabarak wa taala anapowakubali waja wake kwa matendo yao, ni dalili ya waja hawa kuwa ni wacha Mungu, kwa sababu Allah asema, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hakika Allah anakubali matendo ya wacha Mungu. Kama huna takwa, matendo yako hayakubaliki. Kwa hivyo unapoomba kwa Allah kukubalie matendo yako, ni kuomba kuwa Allah kujalie minal muttaqin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha innaka waliyuha wa maulaha. Wapenzi waumini, mwezi kama huu unataka juhudi kubwa, kwa sababu yaliyomo katika mwezi wa Ramadhan hayapatikani katika miezi mingine. Ndio wanasema salafu saleh, lau wale walio makaburini wataulizwa mwatamani nini maishani, wasema tutatamani turegeshwe siku moja katika mwezi wa Ramadhani duniani. Siku moja tu warudishwe duniani ndani ya Ramadhan, kwa sababu ni mwezi amali zinabarikiwa. Unachokifanya ndani yake kinakuwa baraka, hakibaki kama vile kilivyo. Ina maana ile sadaka yako ndogo inakuwa mara. Chukulia mfano tu, unapomfuturisha mtu mmoja katika mwezi wa Ramadhani, ukachukua futari yake ya siku moja, unaandikiwa kama umefunga mara 2. Futari yenyewe pengine 200, 300, lakini inakupa saumu ya siku mzima ya nyingine. Ina maana ukamfuturisha mtu mwezi mzima wa Ramadhan, unaandikiwa umefunga miaka 2, Ramadhani ya miaka 2. Ni amali ambazo zina baraka kubwa. Kwa hivyo lazima muumini kwa kutajiwa mwezi huu awe na maandalizi na kujua njia gani mimi nitaupokea mwezi huu. La kwanza, kwa sababu kila muumini hupenda kukimbilia kheri. Waumini wema Allah tabarak wa taala anawasifu, kanu yusari'una fil khairat, walikuwa wakizikimbilia kheri. Na ndiyo sisi tukaambiwa, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, muumini atakikana awe na mashindano katika kheri. Ndipo pale utakuta masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakiliona lolote cha ziada kwa mwenzao, wanamwambia, ya Rasulullah, twataka elimu na sisi, mbona hawa wanapata hiki sisi hatujakipata? Tufanye nini mpaka tuongeze na sisi kama hawa? Waangalie watu walokuwa mafukara, watu hawana kitu katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale watu walokuwa maskini sana, siku moja walikuja kama wafdu, delegation kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Delegation ile yaja kutafuta jambo gani? Jau ila nabii sallallahu alaihi wasallam wa qalu dhahaba ahlu ad-duthuri bil ujur,
wenye mali wameondoka na malipo mengi sana. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, wanaswali kama sisi, katika swala hawatushindi, wanafunga kama sisi, lakini wanatuzidi kwa sababu wao hutoa sadaka, sisi hatuna cha kutoa sadaka. Angalia waumini walivyokuwa na hamu kule, kwamba yeye hana cha kutoa sadaka, anaona hapa nitashindwa na wenzangu. Leo wale wenye navyo ni wavivu kutoa sadaka, wasonazo watafuta sababu kwa nini wengine watoe sadaka sisi tusitoe. Leo walivyo navyo mifukoni haviko kwenye mioyo yao, kwa hivyo mioyo haikubali kwamba wanavyo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama mwalimu bora alokuwa na misingi bora ya ualimu, msingi wa rahma, huruma na vile vile mbinu nzuri za kufundishia. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza swali, awalaysa ja'ala lakumullahu ma tatasaddaquna bi, kwani nyinyi Allah hajawajalia vitu vya kutoa? Wamwambia Rasulullah, sisi sote mafukara. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wote kana yujbiru quluban akharin, akijenga mioyo ya wengine. Mtume alikuwa hamvunji moyo mtu kabisa, hamvunji moyo mtu. Atakavyokuja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anamjenga. Kinyume leo sisi hata katika uslubu wa kumlekeza mtu amlekeza kwa kumvunja moyo. Mwakumbuka yule nyanya kibibi, mtu mzima amekuja hababa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amwambia Rasulullah, naomba moja. Nini? Niwe na wewe peponi. Hali yangu ni hii, sina ninachoweza mimi, sina amali yoyote, basi angalau dua yako tu na mimi niingie peponi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hakuna vijihababa vitaingia peponi, mabibi hawaingii peponi. Huyu mama akaanza kubabaika. Masahaba amwambia Rasulullah, vipi? Aambia, atakayeingia peponi araban wa atraba, huko ni andaetini tu. Kwa hivyo usilalamike kwa unyonge wako kwamba umezeeka. Wewe peponi sio kuingia, utakuwa msichana mrembo, mwenye afya, mwenye nguvu. Mama yule abadilika na furaha. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mafukara hawana mali, wameshindwa na wenzao kwa sababu watoa sadaka, lakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awabadilishia, waambia, fa inna kulla tasbihatin sadaqa, sadaka zenu ukisema subhanallah waandikiwa umetoa sadaka, wa kulla tahmidatin sadaqa, alhamdulillah waandikiwa sadaka, wa kulla tahlilatin sadaqa, wa kulla takbiratin sadaqa. Ukisema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, zote hizi ni sadaka. Wakarudi na furaha kwamba hapa tumeshashinda, manake hizi hazina gharama, ni ulimi wako tu. Baada ya swala wawaona matajiri, subhanallah, sasa washaingia kwenye anga letu. Wakarudi tena kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaambia Rasulullah, kule kwetu pia umetuingilia, matajiri pia huleta adhkari na wao kama sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia, dhalika fadlullahi yu'tihi, hiyo ni fadhila ya Allah, humpa atakaye. Si rahisi mwenye mali akamkumbuka Mungu. Si huwaona watu wana vijipeni kidogo tu utamuona Unapomwona mwenye mali 5 salawati anakaa akasoma Qur'an, wallahi muombee na umuombe Allah na wewe akupe moyo wa kufanya kheri. Si rahisi, kwa sababu vitu viwili ni chombo kikubwa cha shetani, almalu walbanun. Shetani hucheza sana hapo. Tumeeleza hutuba iliyopita vipi shetani hukuchezea kwa mtoto wako. Rasulu akasema mtoto anakuwa mabkhala, mahzana, majbana. Lakini vile vile
Yule mwenye mali naye shetani huwa ni fursa kubwa sana ya kumchezea. Sasa Mtume akamwambia, unapomuona mwenye mali na mkumbuka Mungu, dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Hapa ni kuonyesha kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aonyesha kwamba kila mtu kwa sehemu yake dini hii imempa nafasi yake. Kila mtu ana nafasi katika dini hii. Hata wewe ambaye huna mali, kuna sadaka nyingine hazitaki kusema, hazitaki kutoa, hazitaki chochote. Uso wako tu ukaleta bashasha kwenye uso. Tabasamuka fi wajhi akika sadaka. Kule kutabasamu tu ukamsalimia mwenzako na uso wa furaha ni sadaka. Lakini hii pia wengi huikosa. Ukamsalimia yeye atakujibu utadhani usulumu. Kunja uso. Kumbe kule kutabasamu pia ni dini ambayo lengo lake Allah tabarak wa taala amekuja kukutaka wewe upate saadatu darain. Sasa njia ya kwanza ya kuupokea mwezi wa Ramadhani ni dua. Tukithirishe dua kumwomba Allah tabarak wa taala, Allahumma ballighna Ramadhan wa wafiqna li ta'atik fi ta'atik. Mola, tufikishe Ramadhani na utuwafikie katika taa zako. Waweza ukaingia Ramadhani hata khitima moja usipate, usiweze kuleta dhikri hata mara 100 kwa siku. Mambo yote wama tawfiqi illa billah. Lazima muumini wakati wote ajiweke mnyenyekevu kwa Allah tabarak wa taala, na umlilie Allah tabarak wa taala akufanyie wepesi haya, kwa sababu wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kithirisha dua, useme bado siku 5 tu, waweza kufa kesho Ramadhani. Sasa muombe Allah tabarak wa taala akujalie ni katika wale watakaobahatika na watakaoingia katika neema hii ya kuifikiwa na mwezi wa Ramadhan, kwa sababu kheri zake ni nyingi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam katufundisha kila mwezi ukiingia kuna dua ya kujiombea wewe ubaki katika imani yako. Kila mwezi ukiandama, unapouona mwezi umeandama, kinachostahili ni kusema Allahu akbar, Allahumma ahilla alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbuka Allah. Haya maneno manne ni muhimu sana kila mwezi ukiingia. Sisi ukiona wajana ndio dua yako, wale hujafanya lolote. Ukiona mwezi omba dua. Mambo ya leo wajana si kazi yako, omba dua. Allahumma ahilla alaina bil amni wal iman, dua yenye mafunzo. Allah ameanza na amani kabla ya imani. Omba mji wako Allah uweke kwenye amani, kwa sababu amani ikikosekana huwezi kuyafanya mambo ya imani. Hakuna amani hapo, utaswali swala ya Ijumaa, la aljumaat wala aljamaat. Hakuna swala ya Juma wala swala ya jamaa kukiwa hakuna amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam kaanza na dua, Allahumma ahilla alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Kaongeza salama ya kila aina, afya yako, ya mali yako, ya watu wako. Allah atuletee, jalia kuandama kwa mwezi huu ni sababu ya kuwa katika salama na tuwe katika Uislamu. Katanguliza usalama kabla ya Uislamu. Watawfiqa lima tuhibbu wa tarda, na utuwafikie ya Rabbi tuwe katika mwezi huu ni wenye kuwafikiwa kufanya kila linalokupendeza na kukuridhisha. Rabbi wa rabbuka Allah, Mola wangu na Mola wako mwezi. Sote ni viumbe banani wa Allah tabaraka wa taala. Njia ya pili ya kuupokea mwezi wa Ramadhani, kinachostahiki kufanywa
ni kumshukuru Allah tabarak wa taala kule kukujalia, kwa sababu wengi wameondoka na walokuwa na nia ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Hivi tunavyoongea hawako, lakini kuna na wengine wako katika hali ngumu ya maradhi, kiasi tayari auliza mashekhe, nastahiki nifanye nini? Hali yangu ndio hii. Sasa wewe mzima unaojitafutia visababu vya kutofunga, shekhe mimi bwana mmoja aniuliza maswali, shekhe mimi nina sukari, nina pressure, nina ulcers, na nini. Nikamwambia ninakufa. Maliza yote. Kama una maradhi yote hayo wewe, sasa nini yote asifunge? Subhanallah, wewe wajua ukifunga una khairi gani? Wa mtasumu fahuwa khairun lakum. Allah asema mkifunga ni khairi kubwa kwenu nyinyi, kuna khairi nyingi mtaipata kufunga. Wewe wajiwekea vijisababu. Mtu mmoja ana maradhi karibu 7. Sasa heri useme shekhe mimi nakufa, nafaa kufunga. Kwa hivyo omba Allah, mshukuru Allah tabarak wa taala kwamba mwezi umeingia na wewe uko hai. Kuna watu walitamani wafikiwe na Ramadhani. Imamu Nawawi rahimahullah katika maneno mazuri ya kushukuru asema, i'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu ni'matun dhahira aw indafa'at anhu naqmatun dhahira an yasjuda shukran lillahi ta'ala au an yuthniya bima huwa ahla. Ni katika jambo linalopendeza kwa mtu ambaye ameiona neema imemjia iliyo waziwazi au shari imemwapukia, au sujudu kwa ajili ya kumshukuru Allah, na kama hasujudu angalau aseme alhamdulillahi rabbil alamin. Ni neema. Jambo la tatu, alfarhu wal ibtihaj. Lazima udhihirishe kwamba umefurahia kujiliwa na Ramadhani. Uwe na mabadiliko katika maisha yako, uwe na mabadiliko katika nyumba yako, uwe na mabadiliko katika hali zako zote, kwa sababu Allah tabarak wa taala kwa kuja mwezi wa Ramadhani amebadilisha mambo mbinguni. Kuna mambo mbinguni yamebadilishwa kwa ajili ya Ramadhani. Sasa ikiwa mbingu imebadilika kwa ajili ya Ramadhani, kwa nini wewe usibadilike ardhini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilipokurubia Ramadhani aliwaambia maswahaba wake, ya ayuha nas jaakum shahru Ramadan shahrun mubarak. Enyi watu, umewajia mwezi wa Ramadhani, mwezi uliobarikiwa. Kataballahu alaikum siyama, amefaradhia Allah mufunge katika mwezi huo. Lakini pia lengine, mabadiliko mbinguni. Fihi tuftahu abwabul jinan, huko mbinguni milango ya pepo yote imewekwa wazi, imebaki wazi, imefunguliwa yote. Lakini watughlaqu fihi abwabul jahim, na milango ya moto yote imefungwa. Sasa ikiwa mbingu imebadilishwa, badilisha nyumba yako. Ilikuwa ni nyumba ya vipindi na musalsal wa matv, funga TV hizo za upuzi. Badilisha hii nyumba iwe na mazingira mengine. Ikiwa mbingu imebadilika, kwa nini nyumba yako isibadilike? Kama ilikuwa una tabia za kutosali jamaa, badilika, usikose jamaa msikitini. Ulikuwa una tabia huna kikao cha adhkar, kijalie asubuhi na jioni. Kila namna huna tabia ya kusikia maneno ya Allah, yasikilize, kwa sababu kusikia Qur'ani ikisomwa ni rahma. Idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kuna watu huja msikitini Ramadhani, shekhe anafasiri Qur'an, yeye ndio atajifanya ati msomaji Qur'an. Hajui kwamba kila kitu kwa wakati wake. Unapoisikiliza Qur'an wakati ikisoma, wewe uko kwenye kheri ya rehma ya Allah zinakumiminikia, na unapata ajiri kama vile unavyoisoma, kwa sababu yote ni amri ya Allah. Tuisome Qur'an, tuisikilize Qur'an, tuijue maana ya Qur'an, tuizingatie Qur'an, tuhifadhi Qur'an, vile vile tuitumie katika maisha yetu Qur'an.
Jambo la 4 katika mambo ambayo yanatakikana tuyapangie katika mwezi wa Ramadhani. Nasema hivi kwa sababu kuna wengine washajiandaa kwamba Ramadhani yaja, mimi nitaipokea vipi? Kuna watu wameandaa kwamba Ramadhani wameweka kwenye vichwa vyao, mwisho wa Ramadhani ndio mwisho wa kufanya maasi yote. Jamaa kwambia tutafunga mikoba wa. Kwa hivyo kama ni mlaji marungi kilo, siku ile atakula kilo 3, manake kwambia paka Idi. Huyo ndiye kuipokea kwake Ramadhani hiyo? Hapana shekhe, mzuri hupokewa na mazuri. Huwezi kumpokea mtu mzuri na mabaya. Huwezi. Imamu yaja kwako kutembelea, wewe weka chupa za pombe mezani, imamu yaja leo tapiga vitu kweli kweli, haingii akilini. Hata kama si mtu mzuri utaweka vitu vizuri, miswafu itaonekana, msala uko pale, shekhe kama utapiga suna msala huko. Sasa vipi Ramadhani iwe mapokezi yake ni mabaya? Ni kutoelewa unachokifanya na kutojitambua wewe ni nani. Al-azmu wa takhtit, lazima al-musbiq lilistifadati min Ramadhan, lazima kuwe na mpango, uazimie na uplani siku yako katika Ramadhani itaisha vipi. Kwa sababu usipopanga ukaingia kwenye Ramadhani tu bila ya kujijua, huna mpango, basi hukuplani, hii Ramadhani itapita na wewe waliyadhu billahi huenda katika wale watu watatu walotajwa ambao pua zao ziko mchangani wakiwa hai, man adrakahu Ramadhan walam yughfar la, yule aloingiliwa na Ramadhan na asipate msamaha wa Ramadhan, basi huyo ana pua yake iko ndani ya mchanga, ameangamia pamoja kuwa yuko hai. Haya yanapatikana kwa sababu ikiwa huja plani kwamba mimi hii Ramadhani natakikana niwe nani. Na waomba Waislamu, nia zetu nujaddidu niyatina, kwamba Ramadhani hii nitakuwa na mabadiliko bora kuliko iliyopita. Eka nia hiyo kwamba nitabadilika, nitayafanya mengi mazuri ambayo sikuyafanya Ramadhani iliyopita. Kila unalolifanya ulifanye ukijua hii ni Ramadhani ya ibada, haitokuwa Ramadhani ya ada. Ikiwa Ramadhani ya ada, ndio Ramadhani ya ada ina keram, Ramadhani ya ada ina draft, Ramadhani ya ada sijui ina kutembeza uji, ina mambo mengi. Ifanye ni Ramadhani ya ibada. Weka ibada zako mpangilio mzuri, hii siku isikupite. Nimefurahishwa na mwanachuoni mmoja wa Tunisia jana, nimemsikia akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, asema man qama ni siku ile mwezi ukiandama, basi tarawehe ya siku ile sikukosi. Kuna wengine sasa ataanza kesho. Hapana, siku ile ni siku ambayo kesho wafunga, qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Ikikukosa ya mwanzo, hapo wewe nafsi ishakuchezea. Mwanadamu yeyote asipopanga, asipojua kwa nini nafanya nini, huwa mtu yule amekuwa mpumbavu. Ingia kwenye Ramadhani ukijua wewe wafanya nini. Hakuna kitu utafanya bila kujua na malengo yake. Kila kitu una lengo lake. Na Ramadhani weka hadafu, kuwa na subject katika Ramadhani. Kuwa na objectives ambazo zitakusaidia ufaidike. Hujui Ramadhani nyingine kama utaipata. Mimi hupiga mfano. Mtu aondoka na gari lake dogo la watu 4. Ukaingia ukaomba lifti kwa unyenyekevu, akakukaribisha kwa ukarimu. Ukifika mbele akuulize, nikushukishage wapi? Hata sijui, ninapanda tu gari. Atakuona nani wewe? Umepanda gari, hujui unapokwenda, hujui atakuona nani wewe? Mwehu. Sasa ikiwa gari la watu 4 utaingia na huna malengo, umekuwa mpumbavu. Ramadhani ya mamilioni ya waumini, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Gari hili la waumini wote ulimwenguni, ukilipanda bila malengo, umekuwa mpumbavu kiasi gani?
Lingine katika yanayostahiki katika mwezi wa Ramadhan, alilmu wattafaquh bi ahkami Ramadhan. Ni lazima ujiweke karibu katika kusoma, kwa sababu amali ambayo haina elimu, haina ujuzi, amali hiyo huwa ni mardud, haikubaliki. Huwezi kumpa mtu gari lako kama huna hakika kwamba amesomea udereva. Kitu cha kwanza utamuuliza, leseni unayo? Kama hana, humpi gari. Sasa wewe ukifunga Ramadhani na ahkamu siyami huzijui, basi wewe vile vile itakuwa ni shida katika kwenda. Ni muhimu watu wajiweke karibu na elimu ya kuisoma dini yao katika mwezi huu, ili wanayoyafanya wayafanye kwa kujua. Lingine katika jambo ambalo ni muhimu, at-tauba. Ramadhani haijaingia, nafasi ya kurudi kwa Mola wako ipo. Toba ni amali ambayo imewekwa na Allah tabaraka wa taala. Mwisho wake ni pale roho yako inapofika shingoni. Lakini madamu uko hai, hayyun turzak, unaruzukiwa hewa, maji, chakula, basi ukirudi kwa Allah tabaraka wa taala, Allah anakupokea. Na katika rehma ya Allah tabaraka wa taala, ukitengeneza mwisho, Allah hurekebisha na mwanzo wako. Ina maana ukitubia, yale ya mwanzo ya makosa pia hubadilisha. Fa illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat. Badilika, ni kitu rahisi sana. Jiulize maswali, kuwa na nafasi ya kuangalia, nina taksiri gani mimi mbele ya Mola wangu? Katika muamala wangu na Allah, ibada zake nazifanya vipi? Katika makatazo ni yapi ambayo nimeacha, ni yapi naendelea nayo? Lakini angalia mahusiano yako na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu ndiye role model yako. Kweli ibada zako zafanana na Mtume? Kweli akhlaqi zako zafanana na Mtume? Kweli katika kila jambo lako uko karibu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Huu ndio wakati, kabla roho yako haijatoka, unatamani uwe karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam peponi. Haiwezekani kama wewe hukuwa naye karibu duniani. Mara ngapi kwa siku unamsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ni suna gani za Mtume unazisimamisha? Ni amri gani za Mtume ambazo ziko katika maisha yako? Ni ibada gani zako zilofanana na ibada za Rasulullah? Lakini la tatu ni muamala wako na wanadamu. Vipi unaishi na wanadamu wengine? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Haya yote yanatakikana. Lakini pia kama una dhulma ulioifanya kwa mwenzako, ujue kwamba nafasi ya dhulma hii ni kubwa sana kwako hapa duniani, kuweza kuirudisha dhulma kama hii. Ukikubali, basi hii dhulma itapotea katika maisha yako. Lakini usipokubali kuiregesha dhulma kama hii, huenda ikawa ni hatari katika maisha yako. Nafasi ya wewe na mwenzako, umechukua haki ya mwingine, umemfanyia ubaya mwingine, hakikisha kabla haijafika mauti yako umeweza kuregesha, umeweza kuomba msamaha, kwa sababu siku ya Kiyama huna uwezo wa kulipa lile ambalo ungelilipa leo. Katika kuandaa khutba hii, kuna bwana mmoja azungumzia kwamba aliagiza hoteli fulani aletewe chakula. Yule mwenye kufanya delivery alipoleta kile chakula, huyu bwana akabishiwa, akatoka akapokea chakula, alafu akataka kufanya mzaha na yule kijana aliyomletea. Akabadilisha mgongo wake, akafungua mlango kama kuingia ndani kufunga mlango. Yule kijana akamwambia, hisabi, bado hujanilipa hisabu yangu. Yule akamwambia, hisabuka yauma alhisab, hisabu yako siku ya hisabu huko, si leo. Iko siku ya hisabu, tutalipana huko. Basi maneno asema yule kijana kwa haraka haraka alinambia maneno yalionifanya kila
nikikumbuka machozi yamiminika. Alimwambia al-yawm arkhasu laka, leo kulipa ni rahisi kuliko siku ya hisabu. Asema neno hili limekaa, nimeliweka kwenye sitting room yangu, nimeliweka kwenye bedroom yangu, nimeliweka kwenye gari yangu. Al-yawm arkhasu laka, leo kulipa ni rahisi kwako kuliko siku hiyo, kwa sababu siku hiyo watu hawalipani tena mali. Siku hiyo watu watabeba hasanati zako. Unaowadai, wanaokudai, wale uliowadhulumu, ukachukua kwao kitu, ukamwibia, ukafanyaje, siku hiyo hatutaka umregeshe kitu. Ni sala yako jamaa atapita nayo, saumu yako mwingine atapita nayo, zaka yako atapita nayo, na ukishakuzikosa hizo siku ya Kiyama, wewe ushafeli katika maisha yako yote ya kudumu, khalidina fiha. Yale maisha ya milele yataharibika kama hukulipa leo. Leo ni rahisi kumlipa mtu haki yake, lakini siku ya Kiyama ni ngumu, kwa sababu atachukua hasanati zako. Ni wajibu wa kila muumini ajue kwamba Ramadhani inakuja, na kila nyumba ikiwa ina mgeni huwa kuna usafi, na wewe jisafishe, msafi, uwe msafi, kwa sababu mgeni anakujia. La mwisho ni da'watun ila Allah, watu wajitahidi katika kuifikisha hii dini kwa Allah. Kwa hali zetu, wenye elimu watoe elimu yao, wenye mali watoe mali yao, kwa sababu hii da'wa ndilo jambo bora linalomfurahisha Allah. Waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Neno moja litakalosema hapa likasikilizwa na watu 10,000, wewe kama umechangia umepata ajiri ya watu 10,000. Lakini utakuta ni katika jambo limesahulika la da'wa, limeachiwa watu wachache, na kumbe kila mmoja tuna haja ya kuzipata neema ambazo zitaweza kutusaidia siku ya Kiyama. Allah atujalie ni wenye kufikiwa na Ramadhan. Allah atujalie ni wenye kuwafikiwa kuyafanya mema ndani ya Ramadhan. Allah atujalie ni wenye kukubaliwa na kila tutakalolifanya la khairi ndani ya Ramadhan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اتقوا الله عباد الله، فإن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ونسألك اللهم أن ترضى عن خلفاء الرسول الأربعة وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، اللهم ارفع المقت والغضب عنا، اللهم ارفع المقت والغضب عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح فساد قلوبنا، واشف بقدرتك أمراضنا وأمراض المسلمين، وارحم برحمتك أمواتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين. آمين. فيا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.